Mtazamaji, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah anazidi kuwakasirisha watu wengi kutoka upande wa Mlima Kenya, na nilikwambia kwamba kama kuna mtu ambaye amekuwa adui ya watu wa Mlima Kenya sasa hivi as we speak, mmoja wao ni mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, ambaye mtazamaji wangu alikuwa darling wa watu wa Mlima Kenya katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Watu walikuwa wanampenda kiasi ya kwamba hakuwa na mpinzani katika constituency ya Kikuyu, kwa sababu watu wote ambao wangetaka kushindana na yeye waliona kwamba huyo ni mtu ambaye hawangeweza kushindana na yeye. Lakini saa hii mtazamaji wangu amekuwa mtu ambaye anachukiwa zaidi upande wa Mlima Kenya kiasi ya kwamba mwaka wa 2027 hata sioni kama Kimani Ichung'wah ataenda kutafuta kiti cha ubunge tena, kwa sababu anajua kabisa kwamba hakuna vile ataweza kupewa kiti cha ubunge tena upande wa Kikuyu, mtazamaji wangu, ama sehemu yoyote upande wa Mlima Kenya. Nataka nikuchezea hii video yake ya Kimani Ichung'wah ambaye amezungumza siku hii ya leo, ambayo inazidi kuwakasirisha watu wa Mlima Kenya. Lakini kidogo tu kabla ya kuchezea hii video yake ya Kimani Ichung'wah, na kuomba kidogo tu dakika moja utazame hii. Ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Hesi. Hesi ako na shimo kwa moyo, alizaliwa nayo, amekuwa akipelekwa clinic, lakini sasa madaktari wamemwambia apelekwe afanyiwe upasuaji ama surgery tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2025 Mata Hospital hapa jijini Nairobi, na bill ni shilingi 1,100,300 mtazamaji wangu. Kwa hivyo nawaomba kabisa wale wafuasi wangu, wale ambao tumekuwa tukisaidiana kuweza kusaidia wale watu ambao wako na shida, tufanye hiyo challenge ya 100. Lakini pia kama una uwezo zaidi unaweza ukachangia kwa chochote kile, ili mtazamaji wangu tuweze kumuokoa huyu mtoto mdogo ambaye anajulikana kama Hesi. Ako na miaka chache sana, lakini alizaliwa akiwa na shimo kwa moyo, lakini sasa hivi madaktari wamemwambia kwamba anahitajika kufanyiwa upasuaji haraka iwezekanavyo tarehe 10 mwezi wa 5, na wazazi wake hawana uwezo wa kutosha kuweza kupata hiyo 1.3 million. Kwa hivyo chochote ambacho utaweza kukipata, naamini kwamba kitamsaidia sana, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Kabla sijaribu muda wako sana mtazamaji wangu, na kuomba kwanza utazame hii video ya Kimani Ichung'wah alafu tuendelee. Hapa Limuru, Kiambaa na Kabete. Safari hii rais ametoka China, nilienda na yeye. Na mimi nilisema, naibu wa rais, mimi niitwe mtu yako wa mkono nitaitika. Niitwe Kimani Manogo nitaitika. Nikiitwa Muka Ruto nitaitika. Bora watu wa Kiambu na Limuru wapate maendeleo ile tulisema tunaenda kuwatafutia serikali. Ndugu kana tigwadwa hicho. Juzi tumetoka Uchina na rais. Tumepata pesa za kutengeneza mabarabara pia. Of all the money rais amepata, barabara ya kwanza ile kubwa kabisa, a 6-lane highway, inajengwa kutoka hapa Limuru, hapa Rironi, kwenda Mau Summit, 6 lanes, na iko na service roads ambazo zitasaidia barabara zingine za hapa Limuru kwetu. Kiambu Road, kwa huyu mheshimiwa Mashua, tumekuwa tukilia, we want the dualing of Kiambu Road. Rais ametafuta pesa to dual Kiambu Road from Muthaiga all the way to the Eastern Bypass mpaka Dumberi pale mwisho. Wakawajiko, huyu Kawanjiko, tumejenga Southern Bypass inapita Kikuyu. Western Bypass inatoka Kikuyu, Kabete, Kiambaa, inaishia Kiambaa pale Ruaka. Rais ametutafutia pesa zingine to do the Northern Bypass from Ruaka iende mpaka Roiro ishikane na Eastern Bypass. Therefore, Your Excellency, when we say that we did not only vote for William Ruto to form this government, we are part and parcel of this government, and the government of Kenya belongs to the people of Kiambu. Na sio tu kwa vyeo, hata kwa maendeleo. Vile tulipea William Ruto kura mingi, ndio tumemuuliza maendeleo pia ije Kiambu kwa wingi, and we thank our president and Your Excellency, sababu hayo maendeleo tunayaona. Nego kana tigua. Your Excellency, juzi inspection ya affordable housing project ambayo inasaidia vijana wengi ambao wanapata ajira hapo, wamama wenye wanapika chapati wanaenda kuuza hapo. Kana tigua tumia. Haha Royo, engineer atawaambia soko ya Royo is already awarded, tutajenga soko kama ile inajengwa hapa Ngesha. Hizo soko, Your Excellency, ndizo tulisema tutawainua akina mama
mama mboga watoke mavumbini, watoke chini, waende up. Maume miariro-ini, maume kuria maraheaga ni riũa na kuurĩrwo, maume kwara ikonia kana gacende bara-ini, maigire thoko ina stalls cia kĩrĩu, na nĩ thoko ta icio cirakwo haha Ngeca na harĩ ĩngĩ irakwo Royo. Your Excellency, just to tell you, in Kiambu alone, Kiambu County, ile soko na affordable housing zenye zinaendelea, na KJ na Aaron Cheruiyot wako hapa, msituone wivu, ni kura zetu. Kanatiguo zile soko na affordable housing projects in Kiambu County ongoing, they are worth 22.86 billion shillings, pesa ambayo imekuja Kiambu ya affordable housing na masoko. Zenye ziko kwa mpango wa procurement is another 26 billion. So mtazamaji, huyu ni mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah. Nimekuambia kwamba kama kuna mtu ambaye amekuwa adui wa watu wa Mlima Kenya ni huyu Kimani Ichung'wah. In fact, mwaka wa 2027 Kimani Ichung'wah akisimama kama mbunge, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akashinda ama akamshinda. Bila shaka atakuwa wa mwisho, na ndio maana nimesema kwamba sio lazima Kimani Ichung'wah asimame kama mbunge 2027, kwa sababu anaona ground vile iko, anaona vile watu wanazungumza, na sio mjinga, anajua kwamba watu wamemchukia kutokana na vile amekuwa akizungumza. So maybe ameahidiwa na William Ruto kwamba baada ya uchaguzi mkuu tutakupa nafasi kama pengine utapewa kama waziri ama kitu kama hiyo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba baada ya Kimani Ichung'wah ama mwaka wa 2027 Kimani Ichung'wah hawezi itisha kiti cha ubunge upande wa Kikuyu, na hata akiitisha hawezi kashinda, kutokana na vile watu wa Mlima Kenya wamemuona kama msaliti, mtu ambaye amepigana na ndugu zake, mtu ambaye alipigana na Uhuru Kenyatta, akaingililia Rigathi Gachagua, akaingililia kina Justin Muturi. Yeye amekuwa akipigana na ndugu zake wa Mlima Kenya. So bila shaka Kimani Ichung'wah yuko na plan B, kwa sababu sioni kama kuna uwezekano kwamba atasimama 2027 kama mbunge, kwa sababu hata akisimama sioni kama anaweza akashinda tena mwaka wa 2027. Lakini sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Unadhani kwamba Kimani Ichung'wah anaweza akamshinda nani mwaka wa 2027 akisimama upande wa Mlima Kenya, ukizingatia kwamba watu wa Mlima Kenya sasa hivi wamemchukia sana kutokana na vile kwanza alimfanyia Rigathi Gachagua, kwa sababu yeye ndio alikuwa ana control kila kitu mpaka Rigathi Gachagua akaweza kuondolewa kama naibu wa rais. Ningependa nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.